Basi mpendwa, na kualika na ili kwamba tuweze kuwa na nafasi njema ya kuweza kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu. Na leo ningependa tuweze kuangalia swala kuhusiana na kuhesabu haki kwa imani. Maana ni swala ambalo limetatiza watu wengi katika ulimwengu wa Kikristo. Na hivyo nimechukua nafasi hii na ili kwamba nikualike katika fundisho hili. Na kabla tujaanza, ningependa tuweze kuomba ili tuweze kuendelea kwa pamoja. Basi wacha tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa sababu ya neema zako na fadhili zako ambazo umenijalia asubuhi ya leo. Na hata mtazamaji wangu naamini ya kwamba umemlinda, umemtunza na hata apata nafasi ya kufuatilia fundisho hili. Basi nakuomba ili kwamba masaa haya ukaweze kunena kupitia kwangu, baada ya kufunguza kinywa changu na kala moto na kutakaza ulimi wangu na kinywa changu ili kutamka yaliyo mapenzi yako. Nena na yeyote anayetazama fundisho hili, na zaidi mno umpe kuelewa. Roho Mtakatifu akawa mwalimu kutufundisha na kutia kwenye kweli zako kama vile ulivyoahidi katika neno lako. Basi nibariki na ubariki mtazamaji wangu tunapoanza hadi tamati, katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu ninaomba na kushukuru. Amina. Basi mpendwa mtazamaji wangu, na kualika kwa njia pekee na ile kwamba tuweze kuwa na fundisho kuhusiana na kuhesabu haki kwa imani. Ni jambo ambalo limekuwa ni tata na limesumbua watu wengi, watu kutoelewa barua za Paulo. Na jambo hilo ni jambo ambalo hata Petro mwenyewe alizungumzia kuhusu barua za Paulo akisema hivi katika kitabu kile cha Petro. Ili nirudi katika barua za Paulo tunapoangalia kuhusiana na kuhesabu haki kwa imani. Katika kitabu kile cha Petro ni wa pili 3 na mstari wake wa 15 na hata mpaka mstari wake wa 16. Andiko nasema, kitabu ni cha Petro wa pili 3 na mstari wake wa 15 mpaka 16, nasema, nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa, vile vile kama katika nyaraka zake zote pia, akitoa habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo, na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara uyapotoa, kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine. Kwa hivyo ni dhahiri ya kwamba watu wako na uwezekano wa kuyapotoa maandiko ya Paulo kama vile wanavyopotoa maandiko mengine. Na kuna hatari ya kupotoa maandiko. Kwa nini? Unaweza kupotoa maandiko kwa ajili ya uvunjivu wako wewe mwenyewe. Yaani unaweza kuangamia kwa sababu ya kupotoa maandiko. Na hivyo tungependa tuweze kuelewa maandiko jinsi yalivyo. Na fundisho letu ningependa tuweze kuanza katika kitabu kile cha Galatia 3. Fungu ambalo limetumwa na watu wengi katika ulimwengu wa Kikristo, na ili kupata kupotoa maana na madhumuni ya fungu hilo. Na hivyo ningependa tuweze kusoma pamoja Wagalatia, na ningependa tuweze kuelewa pamoja Wagalatia 3, na ningependa nianze mstari wake wa 11. Maandiko yanasema, ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo kulingana na hilo fungu, hakika ni kweli ya kwamba hakuna mtu atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Lakini maandiko yanasema tunahesabu haki mbele za Mungu kwa imani, maana mwenye haki ataishi kwa imani. Hivyo ndivyo maandiko yalivyosema. Ni kweli kabisa, hakuna mtu ambaye mbele za Mungu atahesabu haki kwa matendo ya sheria, lakini tunahesabu haki kwa imani. Sasa basi, kama tunahesabu haki kwa imani, sheria ni ya kazi gani?
Hilo ndio swali nataka tujiulize masaa haya, na ili tupate kula pamoja. Kama basi tunahesabu haki kwa imani, je, sheria ni ya kazi gani? Kama tuhesabu haki kwa sheria, tunahesabu haki kwa imani, kazi ya sheria ni nini? Na kabla tusiangalia swala hili kwa undani, ningependa jambo moja tuweze kuelewa. Tuweze kusoma fungu moja na tutafsiri vile tunataka na tukwame pale. Hapana. Petro anakataa. Na anasema hivi katika kitabu ni kile cha Petro wa pili 1 na mstari wake ni wa 20. Petro ni wa pili 1 na mstari wa 20, maandiko yanasema, mkijua neno hili, kwanza hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walianena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wapendwa, hakuna vile tunaweza tafsiri maandiko vile tunataka. Maandiko yanajitafsiri yenyewe. Wapi maandiko yanasema ya kwamba yanajitafsiri yenyewe? Naomba uelewe katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza, naomba nisome Wakorintho yule wa kwanza, naomba tusome 2 na mstari wake ni wa 10. Maandiko yanasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Kwa hivyo hata yale ambayo eleweki katika maandiko, anayeweza kutusaidia kuelewa ni Roho Mtakatifu. Mstari wa 13. Maandiko yanasema, maana Wakorintho wa kwanza 2:13. Maandiko yanasema, nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Kwa hivyo ili tuweze kuelewa mambo ya rohoni, lazima tutumie pia maneno haya ya rohoni ili tuweze kutafsiri mambo ya rohoni. Sasa ile fungu la Wagalatia 3 mstari wa 11 ambaye inasema ya kwamba hakuna mwenye mwili, hakuna mwanadamu atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria, bali tunahesabu haki kwa njia ya imani. Lazima tutafsiri na maneno mengine ya rohoni ili tupate kuelewa. Swali letu ni je, kama tutahesabu haki, atuhesabu haki kwa matendo ya sheria ama kwa sheria, tunahesabu haki kwa imani, je, sheria ni ya kazi gani? Hilo ndio jambo ningependa tuweze kuelewa. Na tunapoingia tuangalie vile maandiko yanatafsiriwa. Isaya anatueleza vile maandiko yanafaa kutafsiriwa na vile inafaa kueleweka. Isaya 28 na mstari wake ni wa 10. Vile maandiko yanafaa kueleweka na jinsi ya kutafsiri maandiko. Kitabu ni cha Isaya 28 na mstari wake ni ule wa 10. Maandiko yananakili yakisema hivi, kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Kwa hivyo maandiko yanafaa kueleweka kwa kusoma huku kidogo na huku kidogo, kwa sababu ni nini? Ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni na kanuni juu ya kanuni. Kwa hivyo hatuwezi kusoma fungu moja na tukwame pale kwamba tumeelewa maandiko. Ukisoma hiyo 28:13 nasema, kwa sababu hiyo neno la Bwana kwao litakuwa hivi, amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo, ili waende na kuanguka nyuma na kuvunjwa na kunaswa na kuchukuliwa. Kwa hivyo wale ambao watataka kuelewa maandiko kwa njia hii ambayo Isaya anaeleza, bila shaka baadaye watanaswa, wataanguka na kuvunjwa na kuchukuliwa. Kwa hivyo tungependa tuweze kuwa miongoni mwa kikundi ambacho kitaishia kuangamia kwa sababu ya kupotoa maandiko na tafsiri maandiko vile na stahili. Maandiko yanajieleza yenyewe. Paulo anatuambia yanafaa mambo ya rohoni yatafsiriwa kwa maneno ya rohoni. Isaya anatuambia tunafaa kusoma huku kidogo na huku kidogo, maana ni amri juu ya amri. Hivyo ndivyo maandiko yanafaa kutafsiriwa, na hivyo ndivyo Yesu alivyofundisha. Hata alipofufuka, baada ya kufufuka kwake, aliwatokea wanafunzi wake na akawaeleza jinsi ya kuelewa maandiko, na akawaambia ni jinsi gani wanavyopaswa kuelewa maandiko. Angalia, tuende pamoja nawe kitabu kile cha Luka. Luka ni 24
na mstari wake nitaanzia wa 27. Wacha nianzie 26. Je, huyo ni Yesu anazungumza, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Mstari wa 27. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa hivyo Yesu, ili apate kuwaeleza wanafunzi wake habari za kufa kwake, kufuka kwake na baadaye kuenda mbinguni, alianza Musa, Agano la Kale. Alianza na nabii wa kwanza katika maandiko ambaye anaitwa Musa, na akaeleza kupitia manabii wengine wote habari zake mwenyewe. Mstari wake ni wa 40 na 44. Maandiko yanasema 24:44 kitabu cha Luka. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Kwa hiyo Yesu hapa anataja Agano la Kale, anaonyesha kwamba pia Agano la Kale linamhusu yeye. Anaonyesha kwamba Agano la Kale linamhusu yeye, na hivyo tuwezi kusoma Agano Jipya na tuelewe maandiko tusiposoma pia Agano la Kale. Tunahitaji tuweze kutafsiri maandiko kwa kuyasoma yote, tulete mafungu yote pamoja yanayohusiana na swala fulani, ili tupate kuelewa mada hiyo na swala hilo. Kwa mfano, kama tunazungumzia ubatizo, lazima tulete mafungu yote yanayozungumzia ubatizo ili tupate kuelewa ubatizo wa kweli. Kama tunazungumzia wokovu, tulete mafungu yote yanayozungumzia wokovu tupate kuelewa swala la wokovu. Usije ukasoma fungu moja na ukafikiria kwamba umeelewa vile fungu hilo linamaanisha. Sasa kulingana na kitabu cha Wagalatia, hapo ndio tunaanza. Naomba nirudie andiko ili sasa nianze fundisho. Maandiko yanatuambia Wagalatia 3:11, ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hivyo ni kweli na ni dhahiri ya kwamba hakuna mwenye mwili na hakuna mwanadamu, hakuna mtu ambaye anayeweza kuhesabu haki kwa sheria. Tunahesabiwa kwa imani, maana mwenye haki ataishi kwa imani. Lakini sasa hebu tuulize swali, je, kama tunahesabu haki kwa imani, sheria ni ya kazi gani? Naomba tuende pamoja nawe kitabu cha Warumi 3 na mstari wake nitaanzia wa 20. Warumi 3:20, maandiko yanasema, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa ajili ya sheria. Kwa hivyo maandiko, Paulo hapa anajaribu kutuonyesha ya kwamba hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Lakini akamalizia kwa kusema kutambua dhambi, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Bila shaka sheria imeunganishwa mara tatu. Mara tatu kwa njia gani? Kuna sheria ambayo inaitwa moral law, ama sheria amri 10. Sheria aina ya pili, kuna ile ambayo inaitwa sheria ya sherehe ama sikukuu na viandamo ya miezi, ambayo inaitwa ceremonial law. Na kuna sheria namba 3 ambayo inaitwa civil law, ama sheria ya kutawala, ama sheria ambayo ilitumika kwa hukumu wana wa Israeli. Yaani sheria ya kuhukumu ambayo ilikuwa inaleta adhabu kwa kile ambacho umekosea. Kwa hivyo kuna sheria mara 3. Na kwa sababu hii nifanye fundisho hili na sehemu 3. Leo nazungumzia sehemu ya kwanza. Je, kama tuhesabiwi haki kwa sheria, je, kazi ya sheria ni nini? Na katika fundisho la kwanza ama sehemu ya kwanza, nataka tuweze kuangalia sheria ambayo inaitwa sheria ya amri 10. Kazi yake ni nini? Fundisho ambalo nitaleta katika sehemu ya pili, tutaangalia je, sheria ya sherehe ama ya sikukuu, je, kazi yake ilikuwa ni nini? Ceremonial law.
alafu sheria pia ya civil law ama sheria ambayo tuseme ni ya utawala, ilikuwa kazi yake ni nini? Ama kazi yake ni nini? Sasa naanza na amri 10. Leo katika fundisho la leo naanza na amri 10. Maandiko yametuambia ya kwamba kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi uja kwa njia ya sheria. Kwa hivyo hakuna sheria hata moja, hata moral law, ambayo inaweza fanya tuhesabu haki. Kwa hiyo sheria, hata ceremonial law, hata civil law. Sasa je, sheria gani inayotambua dhambi? Sasa tunaanza pale. Kwa hivyo kazi moja sheria ni kutambua dhambi. Ni sheria gani katika aina hizi tatu za sheria? Ni aina gani ya sheria ambayo inatambua dhambi? Kitabu cha Warumi 7. Kwa hivyo kazi moja sheria si kutuhesabia haki, ni kutusaidia sisi kutambua dhambi zetu. Ni gani inayotambua dhambi? Kitabu ni kile cha Warumi 7. Anaomba nianzie mstari wake ni wa 7. Warumi 7 mstari wake ni wa 7. Maandiko yanasema, tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha. Paulo anauliza, je, Torati ni dhambi? Anasema hapana, hasha. Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama Torati singalisema usitamani. Kwa hivyo kazi moja sheria ni kutambua dhambi, na sheria ambayo inatambua dhambi ni ile ya amri 10. Amri 10 ndizo zinatambua dhambi. Kwa nini? Paulo amesema asingalitambua dhambi kama sheria isingalisema usitamani. Kama sheria isingesema usitamani, angejua kwamba kutamani ni dhambi. Kwa hivyo ni amri 10, ndio kuna amri moja katika amri 10 yenye nasema usitamani nyumba ya jirani yako, mke wa jirani yako, ng'ombe wa jirani yako, wala chochote alicho nacho jirani yako usikitamani. Kwa hivyo ni amri 10 ndizo zinatambua dhambi. Kwa hivyo kazi moja sheria ni kutambua dhambi, na amri zenye kutambua dhambi ni amri 10. Ni amri 10 ndio zinatambua dhambi. Ndio zinatumika kama kioo. Kitabu cha Yakobo, amri 10 ndio zinatambua dhambi. Kitabu ni cha Yakobo. Ambapo sikie Yakobo, ambapo nisome Yakobo ni 1 mstari wake ni 22. James chapter 1 verse 22. Na nitasoma mstari wake 1:22 mpaka mstari wake 24 mpaka 24. Maandiko yanasema hivi: lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana ujiangalia kisha uenda zake, mara kasahau jinsi alivyo. Tutaendelea 25. Lakini aliyetazama sheria kamilifu iliyo ya huru na kukaa umo, asio msikiaji msaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Kwa hivyo bila shaka ni sheria ya amri 10 ndiyo inatumika kama kioo ya kutuonyesha uchafu wetu wa dhambi. Kwa hivyo ni baada ya kujiangalia katika kioo cha amri 10 za Mungu, tunaelewa na tunaona dhambi zetu. Na alafu tunafanya nini? Kabla sijaangalia tunafanya nini baada ya kuona dhambi zetu, hebu angalia pia Yohana wa kwanza. Yohana anatuambia dhambi ni nini, ili tuelewe kwa kweli sheria ya amri 10 inatusaidia kuona dhambi zetu. Yohana wa kwanza 3 na mstari wake ni wa 4. Maandiko yanasema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Hata maandiko yanatuambia kila anayetenda dhambi anafanya uasi,
Kwa maana dhambi ni uasi, lakini anaasi nini? Isaya anatuambia. Yaani kutenda dhambi ni kuasi, lakini ni kuasi nini? Isaya tuambie ni nini tunaweza kuasi ili tuwe tumetenda dhambi. Kitabu cha Isaya 24 na mstari wake ni 5. Isaya 24 mstari wake ni 5. Maandiko yanasema tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamenivunja agano la milele. Kwa hivyo Isaya anatuambia kwamba dunia hii ambayo tunaishi imetiwa unajisi na watu ambao wanakaa duniani. Kwa nini? Kwa maana wameziasi sheria. Wana ametuambia dhambi ni kuasi. Isaya ametuambia ni kuasi sheria. Kwa hivyo kile ambacho mtu anaweza kuasi ni sheria. Kwa hivyo ni baada ya mtu kuasi sheria za Mungu na kuzikataa, anakuwa ametenda dhambi. Unapovunja sheria za Mungu, umetenda dhambi. Kwa hivyo amri 10 ndizo zinatuonyesha dhambi zetu. Amri 10 ni gani? Amri 10 tunajua ya kwanza ambayo inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Hiyo ni kitabu cha Kutoka 20. Ukitaka kuelewa amri 10 mahali ziko, enda usome kitabu cha Kutoka 20, uanzie mstari wake ni hata wa kwanza mpaka mstari wake wa 17. Utaelewa amri 10 za Mungu. Amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa hivyo Bwana Mungu wetu ambaye ametutoa katika utumwa wa dhambi anatuambia tusiwe na miungu mingine ila yeye. Amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu ya wanipendao na kuzishika amri zangu. Ina maana ya kwamba wale ambao wanachonga sanamu na wanatumikia sanamu, wengine wanaomba nazo, wengine wanazipigia magoti, wengine wanaziweka ndani ya kanisa, ina maana ya kwamba kwa mtazamo wa Mungu anasema wanamchukia Mungu. Inaweza kuwa ndani ya mawazo yao wafikiri kwamba wanamchukia Mungu, lakini Mungu anahesabu kwamba wanamchukia. Maana bila shaka amri yake ya pili anasema usichonge sanamu. Wacha hata kwa kusujudu. Usichonge sanamu, mfano wa kitu chochote. Kiwa kiko mbinguni, kama vile mbinguni tunajua kuna Yesu, kuna malaika, kuna Mungu Baba. Tusichonge. Hapa duniani kuna wanadamu, tusichonge. Tena maandiko yamesema tusivisujudie, yani tusiviabudu wala kuvitumikia. Kusujudu ama kuabudu ni kupigia magoti. Hiyo unaweza soma katika kitabu cha Zaburi 95 na mstari wake ni wa 6. Amri ya 3, usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure, maana Bwana atamhesabia kuwa na hatia mtu alitaja jina lake bure. Kwa hivyo Mungu katika amri ya 3 amekataa watu wakitaja jina lake bure. Jina la Mungu alifai kutajwa bure. Lakini kuna watu ambao wanaweza kulitaja jina la Mungu bure. Kwa njia gani? Kuna wale ambao wanaapa kwa jina la Mungu kuna wale pia nao wanadai kumwabudu Mungu wa kweli. Wanaenda wakisema wameokoka, wanataja jina la Bwana, lakini walitaji kwa haki. Kwa nini? Wao mienendo yao iko kinyume cha yale ambao wanayakiri na midomo yao. Ina maana ya kwamba wanataja jina la Mungu bure. Ni wakora katika mienendo yao na katika mitindo yao, lakini wanataja jina la Mungu. Amri ya 4, ikumbuke siku ya Sabato itakaze. Siku 6 fanya kazi, utenda mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wala mnyama wako wa kufunga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakaza. Sababu ya Mungu kutupatia Sabato ni kwa sababu aliumba kwa siku 6 na siku ya 7 akapumzika na akaitakaza hiyo siku na akaibariki na akatuisha kielelezo cha kupumzika. Na akaiweka ili kuonyesha yeye ndiye Mungu muumbaji. Yeye ndiye Bwana Mungu muumbaji, aliumba vitu vyote. Kwa hivyo kitu moja tu ambacho kinaonyesha kwamba Mungu ni muumbaji ni Sabato tu. Linatambua kwamba Mungu ni muumbaji. Kwa hivyo aliweka kama ishara ya uumbaji wake. Hiyo unaweza soma Ezekieli 20
Mstari wa 20. Ezekieli 20:20, zitakazeni sabato zangu zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, ili mpate kujua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwa hivyo Bwana Mungu wetu anatambulikana kwa njia ya kutunza sabato. Hiyo ni amri ya 4. Amri ya 5, waheshimu baba yako na mama yako. Wacha niweke vile inastahili. Yaani kitabu cha Kutoka 20 na mstari wake ni wa 12. Inasema waheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kwa hiyo ni amri iliyo na ahadi. Hata ukisoma kitabu kile cha Efeso 6:1, maana kanasema watoto watini wazazi wenu, ama watini wazazi wenu katika Bwana. Waheshimu baba yako na mama yako. Maana hiyo ndio amri ya kwanza iliyo na ahadi. Ndio Efeso 6:1 mpaka mstari wake wa 2. Kwa hivyo yapendwa, hiyo ni amri ya Mungu ya 5. Amri ya 6, usiue. Maandiko yanatuambia. Kwa hivyo amri ya 6 inasema usiue. Kwa hivyo inatuonyesha dhambi ya kwamba unapoua unatenda dhambi. Na mpendo, unapoangalia kitabu cha Yohana wa kwanza 3:15 inasema kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji, wala muuaji ana uzima milele ukikaa ndani yake. Kwa hivyo ina maana ya kwamba hata kuchukia kulingana na Mungu ni kuua. Ni kuua. Kwa hivyo hatufai hata kuwa na chuki. Hata tukiwa Wakristo, maandiko yanasema kitabu cha Mathayo 5 na mstari wake ni wa 44, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hivyo hata Yesu alituambia ya kwamba kama vile ilikuwa imenenwa ya kwamba mpende jirani yako na umchukie ndugu yako, sivyo Yesu alisema wapendeni adui zenu na waombeeni wanaowaudhi. Kwa hivyo kama tunataka kuwa wana wa Baba yetu aliye mbinguni, tusikuwe wana wa Shetani. Tunafaa kuwapenda adui zetu na watu wote tunafaa kuwapenda. Alafu amri ya 6. Amri ya 6 inatuambia usizini. Mungu amekataa uzinzi. Na ukienda kitabu cha Mathayo 5 na ukiangalia mstari wake natumai ni wa 27, ukiteremka kuanzia 26 huko, maandiko yanatuonyesha kwamba kama vile imeandikwa ati uzizini. Yesu anasema mtu akishamtazama mwanamke kwa kumtamani, amekwisha zini naye moyoni mwake. Kwa hivyo Mungu ametutahadharisha na uzinzi. Ametutahadharisha na uzinzi. Hiyo ni sheria nyingine ama amri ya Mungu ambayo inatuonyesha dhambi. Uzinzi ni dhambi. Na Shetani amefanya wanawake wengi siku ya leo wavae vibaya ili wanaume wanapowatazama wawatamani. Na Yesu alisema katika kitabu kile cha Mathayo, natumaini Mathayo 18, utapata kwamba Yesu alisema atakayemkosesha mmoja wa ndogo hao wangu anafaa kufungiwa jiwe kubwa na kutupwa baharini. Sasa ni wanawake wangapi siku ya leo wanafaa kufungiwa jiwe kubwa na watupwa baharini? Kwa nini? Kwa sababu wanakosesha wanaume kwa kuvaa vibaya ili watamaniwe. Kwa hivyo wao wanashiriki kazi moja na Shetani ya kufanya watamaniwe na wanaume. Yaani mwanamke hataki kuridhika na mume wake. Mwingine anaolewa na hataki kungojea mpaka Yesu ampatie mume mwema, lakini anataka kwenda akitamaniwa ili wanaume wazini na yeye kwa macho. Amri hiyo ni amri ya 7. Amri ya 8, hiyo ni amri ya 7 samani, hiyo ambayo nimetaja tayari. Amri ya 8 inatuambia ya kwamba usiibe. Kwa hivyo ridhika na kile ambacho Mungu amekubariki nacho, usiibe. Lakini watu siku ya leo wengine ni wakora, ni wameiba. Wengine ni wafisadi. Toa kitu kidogo, iwezi. Na wengine hata anachukua mkebe. Mungu hataki faida ambayo inapatikana kwa njia ya dhuluma na vipimo ambavyo viko sawa sawa. Hiyo ni Methali 11 mstari wake ni wa kwanza. Methali 11 mstari wa kwanza. Watu wengi siku ya leo wamekosea pakubwa. Mtu anatumia vipimo ambavyo havistahili. Hivi havimpendezi Mungu. Wakati unachukua mkebe unambonda mkebe ya makaa,
ili makaa ukiingiza, ikiweka makaa ingie kidogo na ionekane kuwa ni mingi. Mwingine anachukua ile kasuku ya kuweka waru ama viazi anaiweka tumangulie huko ndani ili akiweka viazi ionekane kuwa ni mingi. Ukora, Wakristo wengi siku leo wamejaa na ukora, na huko anasema Bwana asifiwe sana, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amri ya 9 ambayo inasema ya kwamba amri ya 9 inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Lakini siku ya leo watu wengi wamejawa na uongo vinywani mwao, hata kushuhudia uongo. Mungu amekataa kushuhudia uongo. Hiyo ni amri ya Mungu ya 9. Na amri ya 10 inasema usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, usitamani mnyama wake wa kufunga, wala chochote alicho nacho jirani yako, hata mtumwa wake, hata mjakazi wake. Usitamani. Ridhika na vile ambavyo Mungu amekubariki navyo, na kama umepungukiwa omba Mungu atakupatia. Yeye ako na uwezo wa kupatiana, maana vyote vijazavyo ulimwengu ni vyake. Anaweza kupatia kama utaishi kwa maisha ya haki, na ukimuomba atakupatia. Hawezi kukubali upungukiwe. Kwa hivyo achana na tamaa. Mungu amekataa hiyo amri. Asamani amekataa katika amri hiyo ya 10. Kwa hivyo hizo ndizo amri 10 za Mungu, ndizo zinatusaidia kutambua dhambi. Kwa hivyo kazi moja ya sheria za Mungu ni kutambua dhambi, na amri 10 ndio zinatambua dhambi. Point number 3, number 2 kuhusiana na amri za Mungu. Point number 1 ni kwamba amri za Mungu zinatambua dhambi. Point number 2 ni kwamba amri za Mungu ni za upendo. Amri za Mungu ni za upendo. Hebu sikia Yesu alipokujua na jamaa mmoja akimuuliza kuhusu zile amri. Hebu sikia vile alimwambia. Kitabu cha Mathayo 22 na mstari wake ni ule wa 36. Maandiko yanasema, wacha nianzie 34. Maandiko yanasema, na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili utegemea Torati yote na manabii. Kwa hivyo katika amri 10 za Mungu zimeonyeshwa mara mbili. Ya kwanza ni mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, akili zako zote, na roho yako yote. Nayo ya pili ni mpende jirani yako kama nafsi yako. Hebu wacha tuone kama amri za Mungu kweli zimewekwa katika hali ya upendo. Hebu sikia, wacha tuone. Warumi anatuambia, je, ni kuhusiana amri 10 za Mungu zinaonyesha upendo? Kama vile Yesu alisema atimpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na mpende jirani yako kama nafsi yako, ni hivyo ahitaji tujumulishe zile amri 10. Hebu sikia ili uelewe kwamba amri 10 ndizo zinaonyesha huo upendo kwetu na Mungu wetu na kwetu na jirani yetu. Kitabu ni kile cha Warumi 13, na nitaanzia mstari wake ni wa 8. Warumi 13 na mstari wake ni wa 8. Maandiko yanasema, msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye jirani, ampendaye mwenzake, ameitimiza sheria. Kwa njia gani? Mstari wa 9. Maana kule kusema usizini. Unaona hizo ni amri 10. Hiyo ni mbao ya pili anataja, ambayo inazungumzia, maana amri 10 za Mungu ziliandikwa katika mbao mbili za mawe. Mbao moja inazungumzia upendo wetu na Mungu wetu wa mbinguni, na mbao ya pili inazungumzia upendo na jirani zetu. Ukisikia Paulo akitaja mbao ya pili anasema, maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumulishwa katika neno hili, ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako.
Kwa hivyo bila shaka amri za Mungu zimejengwa katika msingi wa upendo. Zimejengwa kwa hivyo mpendwa, ni kwamba amri za Mungu zimejengwa katika msingi wa upendo. Na mbao ya pili ni upendo kati yetu na jirani zetu. Ukipenda mama yako na baba yako, hauwezi kosa kumheshimu. Ukipenda jirani yako, hauwezi kumuua na hauwezi kuwa na chuki na yeye. Ukipenda jirani yako, hauwezi kuzini na mke wake wala mume wake. Ukipenda jirani yako, hauwezi kumwibia. Na bila shaka kama ingekuwa watu wanazingatia hizo sheria za Mungu na amri za Mungu, hata mbao ya pili, maana hiyo ndio inatiwa nguvu na serikali za dunia. Kama watu wangekuwa wanazingatia mbao ya pili, siku ya leo serikali ingekuwa na kazi rahisi na nchi ingekuwa inanawiri. Kwa nini? Nchi ambayo inafuata haki bila shaka huwa inafanikiwa. Lakini ulimwengu wa Kikristo, ukiangalia katika nchi na katika dunia mzima, wanaojidai kwamba ni Wakristo ndio wengi. Wanaojidai kufuata maandiko haya ndio wengi, lakini bado ukora ni mwingi duniani. Kwa nini? Watu wafuate neno la Mungu na watunze amri za Mungu. Mbao ya kwanza bila shaka itiwe nguvu na serikali za dunia. Kwa nini? Maana ni upendo kati yako na Mungu wa mbinguni, Mungu aliyekuumba. Ukimpenda Mungu wako, utaabudu sanamu na utachonga sanamu, na utainamia sanamu na utatumikia sanamu. Ukimpenda Mungu wako, utaabudu miungu mingine kama Mungu isipokuwa Mungu wa kweli wa mbinguni. Ukimpenda Bwana Mungu wako, utataja jina lake bure. Na ukipenda Bwana Mungu wako, utatunza sabato yake pasipo hata na maswali. Kwa hivyo amri za Mungu 10 ni za upendo. Hiyo ndio sababu ya pili ya amri za Mungu. Zinaonyesha tabia ya Mungu ya upendo. Kitabu cha Yohana wa kwanza 4. Yohana wa kwanza 4 mstari wa 8. Maandiko yanasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa hivyo amri 10 za Mungu zinaonyesha upendo wake, na vile nasi tunafaa kuonyesha upendo kati yetu na jirani zetu na kati yetu na Mungu wa kweli wa mbinguni, ili tumtambue Mungu wa kweli muumbaji. Kama unafikiria ni uongo, usikie hapo Yohana wa kwanza 5:3. Hapo maandiko yanasema, Yohana wa kwanza 5 mstari wa 3. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Kwa hivyo kinyume cha vile Wakristo wengi wanafikiria kwamba amri za Mungu ni ngumu na hakuna mwenye anaweza zitunza. Mungu amesema amri zake si nzito. Je, ni kuabudu sanamu? Ukiambiwa usiabudu sanamu ni ngumu kutoabudu. Kuambiwa usiue bila shaka ni ngumu. Bila shaka kwa mtu ambaye si wa rohoni inaweza kuwa ngumu kwake. Kwa nini? Msikia Warumi 8. Warumi 8:3. Inaweza kuwa ngumu kwa mtu ambaye anjakubali kwa kiumbe kipya. Mtu ambaye ni wa mwilini bado anjakuwa kubali kwa kiumbe kipya, inaweza kuwa ngumu kwake kutunza. Ni kweli. Ndio maana tunahitajika kuzaliwa mara ya pili kwa kumwamini Yesu na kumkubali. Yeye atatupatia uwezo. Sikia 8:3. 8 Warumi mstari wake ni wa 7. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kwa hivyo amri za Mungu, hakuna mtu aliye na nia ya mwili anaweza kutunza amri za Mungu. Basi tufanye nini? Yohana wa kwanza, Yohana Injili 1 na mstari wake ni wa 12. Yohana Injili 1 mstari wake ni wa 12. Na maandiko yanasema hivi. Yanasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hivyo wote waliompokea Yesu aliwapatia uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, na ni wale ambao analiitia jina la Bwana. Jina la Bwana kwa njia gani? Usikia Yohana wa kwanza 2 mstari wake ni wa 3. Mstari wake ni wa 4. Maandiko yanasema yeye. Hata mstari wa 3 nasema, na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Yeye asema nimemjua,
wala azishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Kwa hivyo tukisema tunamjua kwa midomo yetu, huko hatushiki amri za Mungu, sisi ni waongo na ukweli haumo ndani yetu. Kwa hivyo amri za Mungu ni za upendo. Hiyo ndio sababu ya pili. Zinaonyesha tabia Mungu ya upendo. Ili tuishi maisha ya upendo, amri za Mungu ndizo zinatuelekeza, ni za upendo. Kazi nyingine ya amri za Mungu ndizo zitakazotumika katika hukumu wanadamu. Amri 10 ndio zitatumika kama kipimo cha hukumu ya mbinguni. Ndio zitatambua, je, utaenda mbinguni ama utakosa mbingu. Amri 10 zitatambua na kumwamini Yesu pia. Kwa hivyo tunafaa tumwamini Yesu na tushikie amri za Mungu. Hebu sikia. Kitabu ni kile cha Yakobo. Tusikia Yakobo. Yakobo 2 na mstari wake ni wa 10. Maandiko yanasema mstari wake ni wa 12. Maandiko yanasema, semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Kwa hivyo kazi ya sheria ya uhuru, hiyo ni ya uhuru, ni wewe utachagua kama utatii ama utatii. Ni kwamba itatumika katika hukumu. Tunene na tutende kama watu ambao watahukumiwa kwa hiyo sheria ya uhuru. Ukitaka kuelewa hiyo sheria ya amri 10 inazungumzia, kusikia ukianzia mstari wake wa 10, nasema, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Kwa hivyo hata Yakobo anataja zile amri 10, usizini, usiue, ndio zinazungumziwa amri ama sheria za uhuru. Ndio Yesu alisema haziwezi kuisha, hizo zinadumu hata milele. Wapi alisema? Mathayo 5. Mathayo 5:17. Mathayo 5:17. Alafu ninapomaliza nikuonyeshe kwa nini tuonyeshe dhambi zetu. Kitabu cha Mathayo 5:17, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, si kuja kutangua bali kuitimiliza. Yaani Yesu alikuja kuitia nguvu. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Mstari wa 19, basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Maana yake hataingia huko. Naendelea kusema, bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ili tuweze kuitwa wakubwa katika ufalme wa mbinguni, tunahitajika kushika amri za Mungu 10 na kuzifundisha watu wasishike na kuzielewa. Kwa hivyo Yesu alisema kuja kuzitangua bali kuzitimiliza, kuzitia nguvu. Na ili uelewe kutia nguvu, Yesu alikuwa anasema imeandikwa. Mmesikia imeneno ya kwamba imeandikwa usizini. Lakini mimi nawaambia, atakayemtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha zini naye moyoni mwake. Hiyo si kuondoa, hiyo ni kuitia nguvu na kuongezea maana yake ni nini, ili watu waelewe. Hiyo imaanishi uzini. Hapana. Inamaanisha kitendo chenyewe ni dhambi, na hata kutamani ndani ya moyo wako mwanamke kumtamani ni dhambi, ni kuzini. Kwa hivyo yalikuja kusitia nguvu. Sasa hebu sikia, hiyo ndio kazi ya amri 10. Atuhesabii haki kwa hizo amri ama sheria za amri 10. Atuhesabii haki katika sheria ya amri 10. Kazi yake ni nini? 1 ni kutuonyesha dhambi. 2 tabia ya Mungu. 3 ndizo zitakazotumika katika kipimo cha kuhukumu. Kwa maana Yesu alisema kitabu cha Yohana 12:48, kuna watu ambao huwa wakisikia amri za Mungu zimetajwa, hasa zile ambazo hawataki, wanasema anahukumiwa. Lakini Yesu alisema hivi, yeye anikatae mimi, asiye yakubali maneno yangu, anayemhukumuye neno hilo nililonena ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho. Kwa hivyo neno ndilo litakalotumika katika kuhukumu. Neno
ambaye linapanua amri 10. Busikia Warumi pia anatuambia. Warumi 2:12. Warumi 2:12, maandiko yanasema hivi: kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Kwa hivyo ukikosa bila sheria utapotea pasipo sheria. Yesu akasema mwapotea kwa kuwa myajui maandiko wala uweza wa Mungu. Hiyo ni Mathayo 22:29, Mathayo 22:29. Hosea 4:6, Hosea 4:6. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hivyo tunaweza kuangamia kwa kukosa kujua sheria za Mungu ama kuzikataa, tunaweza kuangamia na kupotea. Lakini wale ambao watakosea wakiwa wanazijua watahukumiwa nazo, maana wanazijua. Shika hiyo point. Kwa hivyo hiyo ndio kazi ya amri 10 za Mungu. Tukijua dhambi zetu, kwa njia tukionyeshwa dhambi zetu na sheria, tufanye nini? Bila shaka maandiko yanasema sisi wote ni wenye dhambi. Na tumetenda dhambi Mungu kwa njia nyingi. Lakini je, kama tutagundua sisi ni wenye dhambi, tufanye nini? Kitabu cha Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza 2, mstari wake ni wa kwanza. Yohana wa kwanza 2, mstari wake ni wa kwanza. Maandiko yanasema, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Kwa hivyo Yesu ndiye mwombezi wetu. Kwa hivyo ili tunapojua dhambi zetu, tunafaa kuendea Yesu, aliye mwenye haki, aliye tayari kutuombea mbele za Baba na kusamehewa dhambi zetu. Hebu sikia 1 mstari wa 9. Kitabu cha Yohana wa kwanza. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hivyo tukijua dhambi zetu, tunafaa tuziungame. Tukikosa kuziungama, hatutasamehewa. Hebu sikia Methali 28:13. Ni kina nani wanasamehewa dhambi zao? Si kila mtu atasamehewa dhambi zake ama atafaidiwa na kifo cha Yesu msalabani, damu yake aliyomwaga. Sikia kitabu cha Methali 28:13. Maandiko yanasema hivi: afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye asiungamaye na kuziacha atapata rehema. Kwa hivyo wale ambao Mungu atawarehemu na kuwasamehe dhambi zao ni wale ambao wanakubali dhambi zao, wanaziungama na kuziacha. Si wale ambao wanaungama na endelea kutenda dhambi tu bado. Wanaziungama na kuziacha. Leo ukijua hii ni dhambi, unaacha, unaungama na unaacha na Mungu anakusamehe. Lakini ukiungama na uendelee, kuna hatari ya kupotea. Kuna hatari ya kutosamehewa. Kitabu cha Waebrania 4. Yesu kama kuhani wetu mkuu na kama mwombezi wetu na kama mtetezi wetu anakubali kusamehe dhambi zetu. Yeye ndiye anatuombea kwa niaba, anaomba kwa niaba ya wanadamu anayekubali kuungama dhambi zake. 4:14 mpaka 16. Maandiko yanasema, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hivyo ni wale ambao wanaungama dhambi zao na kuziacha, wanapokaribia kiti cha neema na rehema kwa ujasiri kwa njia ya imani, watasamehewa dhambi zao. Lakini wale ambao wanakabilia dhambi zao hawatasamehewa. Hebu sikia, na wale ambao wanasema wana dhambi bila shaka hawana ukweli. Usikia Yohana wa kwanza 1. Yohana wa kwanza 1, naomba nisome mstari wake ni wa 8. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Kwa hivyo tukisema hatuna dhambi, tutakuwa tunadanganya na hatuna kweli. Tuko katika uongo. Mstari wa 10. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Tukisema hatuna dhambi ama hatujaitenda dhambi, ina maana kwamba hatuna neno la Mungu. Maana neno la Mungu ndilo linatuonyesha dhambi.
amri 10, sheria za Mungu amri 10 ndio zinaonyesha sisi dhambi zetu ili tuziungame na kuziacha. Na Mungu ataturehemu na kutusamehe kupitia kwa Kristo Yesu aliye mwombezi wetu. Kwa hivyo mpendwa, nataka nikuambia kwamba hatutahesabu haki kwa matendo ya sheria ama kwa njia ya sheria. Lakini kazi ya sheria ni kutuonyesha dhambi zetu ili tumwendee Yesu kwa njia imani, aliye na uwezo wa kutuhesabia dhambi. Tukihesabiwa dhambi kwa njia imani katika neema ya Kristo, haimaanishi tuendelee kutenda dhambi. Warumi 6 na mstari wake 15. Maandiko yanasema hivi, Warumi 6:15, ni nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu hatu chini ya sheria mbali chini ya neema? Hasha! Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Kwa hivyo ni kupitia kutii amri za Mungu inaleta haki. Tukiendelea kuvunja sheria za Mungu na kutenda dhambi, inaleta mauti kwetu, tutakufa na kuangamia. Wakati Yesu amekufa kwa niaba yetu ili tuungame dhambi zetu na kuziacha tupate rehema. Kwa hivyo naomba nikusihi mpendwa, uelewe kwamba amri za Mungu 10 hazikuisha. Na imaanishi kama tuhesabiwi haki kwa matendo ya sheria, haimaanishi tuvunje sheria za Mungu. Tunahesabiwa kwa imani ili tutunze hizo amri. Sikia ninapomalizia mafungu mawili, alafu nimalize. Warumi 7 na mstari wake ni wa 7. Mstari wake ni wa 12. Warumi 7:12, maandiko yanasema hivi. Warumi 7:12 nasema, basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na jema. Kwa hivyo Mungu anatuambia kwamba kupitia kwa kinywa cha Paulo ya kwamba ile torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ni ya haki na ni njema. Kwa hivyo hatuwezi kuikataa. Tusikie Wagalatia 3 hata Warumi 3 tu mstari wake wa 31 inasema, basi je, twaipatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha! Kinyume cha hayo, twaidhibitisha sheria. Kwa hivyo sheria tunaidhibitisha, tunakubaliana nayo. Kwa hivyo kuhesabu haki kwa imani imaanishi tukatae sheria ya Mungu. Ninapomalizia fungu la mwisho ni Ufunuo 14:12. Mungu akizungumzia watu wa kizazi cha mwisho duniani, watakatifu wake ambao atasema ndio watakatifu wangu. Sikia vile alisema Ufunuo 14:12, maandiko yanasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hivyo ina maana ya kwamba tunapaswa tukubali imani ya Yesu ambayo tunahesabiwa haki kwa hiyo. Alafu baada ya kuhesabiwa haki kwa imani iliyo katika Kristo Yesu, basi tutunze amri za Mungu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hivyo ni wale ambao wanashika amri za Mungu na wako na imani ya Yesu. Si imani yao, imani ya Yesu. Si imani yangu, imani ya Yesu. Wapendwa, ndio maandiko yanasema, Mungu anasema hao ndio watakatifu wake. Basi tumalizie pale. Kwa majina ni mwinjilisti Joel Ramutisia Kilonzo. Unaweza endelea kutazama mafundisho yangu katika YouTube, na ukiwa na swali unaweza niuliza swali katika nambari ya simu 0727990926 0727990926. Hebu tuombe ili tumalizie pale. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu ishiye mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya kuona ni vema masaa haya tuweza kujifunza neno lako. Tunashukuru kwa kutuonyesha ya kwamba hatutahesabiwa haki kwa njia ya sheria, bali tunahesabiwa haki kwa njia ya imani. Na hiyo haimaanishi tuvunje sheria zako ama tusikatae amri 10.
Leo tumeelewa ya kwamba kazi kama tuhesabiwa haki kwa njia ya sheria. Je, sheria ni ya kazi gani? Na tukaona sehemu ya kwanza kuhusiana na amri za Mungu 10, tukaona kazi yake ni kutuonyesha dhambi, kutuonyesha tabia yako ya upendo, na pia kutuonyesha ya kwamba hizo ndizo zinatumika katika kipimo cha kumpima mwanadamu katika hukumu ya mbingu. Basi tusaidie tukukubali wewe kwa njia ya imani Kristo Yesu, na tukubali kafara yako msalabani, ili tukubali kufaidiwa nayo wakati Yesu unafanya kazi ya huduma ya kutuombea kama kuhani wetu mkuu. Nasi tungama dhambi zetu na kuziacha na kutunza amri zako. Bariki mtazamaji wangu, nibariki ninapoendelea na mafundisho, katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu naomba na kushukuru. Amina. Bwana akubariki mtazamaji wangu na kujalie neema unapozidi kutazama mafundisho.